Mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha wewe ndugu mtazamaji, hususan mzalendo wa taifa hili juu ya dhana pana ya uzalendo. Kipindi cha leo kinaruka moja kwa moja kutoka katika jiji la Dodoma, makao makuu ya taifa letu, jiji ambalo kwa hakika lina historia kubwa sana, ukizingatia kwamba ilikuwa ni maamuzi ya busara kabisa yaliyofanywa na halmashauri kuu ya chama cha tano hapa Dodoma mwaka 1976 kwamba Dodoma ndiyo panapaswa kuwa makao makuu ya taifa hili. Na mara baada ya mzalendo nambari moja Rais John Pombe Magufuli kushika hatamu za uongozi wa nchi hii mwaka 2015 bila ajizi, aliagiza kwamba yale mawazo ya baba wa taifa, maamuzi ya halmashauri kuu ya chama cha tano sasa ni lazima yatekelezwe. Haijalishi mawaziri watafanyia wapi kazi zao, haijalishi wakurugenzi katika idara kadhaa za mawizara kadhaa watafanyia wapi kazi zao, kwa sababu uzoefu unaonyesha kwamba ukishatanguliza kwamba miundombinu mpaka ikamilike, basi hapo hakifanyiki kitu. Lakini kwa kuwa mzalendo nambari moja ni jembe ambalo ni jembe ulali na kata mara popote, akaagiza lazima serikali ihamie Dodoma. Na kwa hakika sasa hivi Dodoma imepata sura kabisa ya kuwa makao makuu ya jiji, na hapa tuko katika chuo cha mipango nje kidogo ya jiji la Dodoma, ambapo Wizara ya Afya inafanya kikao chake cha kila mwaka, kikao kazi ambacho kinawaleta waganga wakuu wa mikoa pamoja na Mheshimiwa Waziri Umi Mwalimu, lakini vivile Katibu Mkuu Dr. Zanab Chaula na wasaidizi wao wote, wakurugenzi wa idara kadhaa, wote wako hapa Dodoma. Jambo ni moja tu, kujadili na kupitisha mikakati na kisha kusimamia utekelezaji wake wa mikakati hiyo juu ya afya ya Mtanzania na hususani wazalendo. Mtazamaji wa TBC1, ninakukaribisha kwenye kipindi hiki. Utapata kipande cha hotuba cha Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI anayoshughulika na afya, lakini vivyo Katibu Mkuu Dr. Zanab Chaula, na baadaye mwenyewe waziri mwenye dhamana ya afya Mheshimiwa Umi Mwalimu akiwaeleza waganga wakuu wa mikoa, akiwaeleza watu ambao wanawasimamia katika wizara kwamba hana mchezo inapokuja afya za Watanzania. Mtazamaji wa TBC1, kaa mkao wa kula, karibu katika kipindi hiki, fuatilia uweze kujua ni kwa kiasi gani ambavyo serikali ya awamu ya tano inazingatia afya yako. Kumbuka, afya ndio kila kitu. Mtaji wa maskini ni afya yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na sera, majukumu ya utoaji huduma za afya yamegawanywa katika makundi makuu matatu ambayo ni ngazi ya jamii hadi mkoa, pili ngazi ya kanda, na si ngazi ya taifa. Ngazi ya jamii hadi mkoa husimamiwa na sheria namba 9 ya mwaka 1997 ya tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa madhumuni ya kusogeza huduma za afya za msingi kwa wananchi. Katika ngazi hii kuna sehemu ya jamii inayohudumiwa na zahanati kwa ngazi ya kijiji, kituo cha afya ngazi ya kata, na hospitali kwa ngazi ya halmashauri. Na huduma zote hizi kwa maana ya zahanati, vituo vya afya na hospitali za wilaya husimamiwa moja kwa moja na mamlaka za serikali za mitaa kupitia wakurugenzi wa halmashauri na timu za uendeshaji wa huduma za afya ngazi ya halmashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, sehemu ya pili ya ngazi ya jamii ni huduma ya rufaa ngazi ya mkoa kwa ajili ya ubingwa wa kawaida, na ngazi hii mtakumbuka ilikuwa ikisimamiwa na tawala za mikoa chini ya makatibu tawala wa mikoa hadi tarehe 25 Novemba 2017 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipoagiza usimamizi wa hospitali za rufaa za mikoa urejeshwe chini ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Nasi ofisi ya Rais TAMISEMI tunasema kwamba uamuzi huu ni mzuri na inapaswa kutekelezwa kwa kuunganisha juhudi zetu wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na majukumu yaliyoainishwa katika mwongozo wa uendeshaji wa hospitali za rufaa za mikoa, pamoja na mambo mengine, zina jukumu la kutoa huduma muhimu za afya zilizo bora, endelevu, zenye unafuu kwa wananchi. Aidha, hospitali hizi ni kiungo muhimu cha huduma za rufaa na usimamizi wa huduma za kitabibu katika vituo vya kutolea huduma za afya katika mikoa yetu nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia majukumu ya hospitali hizi, mwongozo uliouishwa wa uendeshaji wa huduma za afya mikoa mwaka 2019 ambao ninao hapa na nafikiri umeshawafikia waganga wakuu wa mikoa yote na halmashauri zote, ukiwa umesainiwa na viongozi wote wa upande wa wizara mama ya afya pamoja na TAMISEMI, umeainisha ushirikishwaji wa wataalamu waliopo katika hospitali hizi katika timu za kitaalamu za uendeshaji wa huduma za afya mikoa, yani technical team.
ili kuwezesha usimamizi wa kitaalamu katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Aidha, nafasi ya ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia mkoa imewekwa bayana ikihusisha: moja, timu ya uendeshaji huduma za afya mkoa RHMT kufanya usimamizi shirikishi kila robo mwaka kufuatilia masuala ya kimanagement na utoaji wa huduma, yani Regional Management Supportive Supervision Hospital RMSSH. Mbili, timu ya uendeshaji huduma za afya mkoa kupokea na kufanya uchambuzi wa taarifa za robo za utekelezaji wa mipango ya hospitali za rufaa za mikoa, yani CHOP, na kutoa ushauri stahiki. Namba tatu, RHMT kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kufanya tathmini ya mwaka ya ubora wa huduma zinazotolewa katika hospitali za rufaa za mikoa, yani External Hospital Performance Assessment. Mwongozo huu basi umesisitiza pia RHMT ina jukumu la kutoa taarifa kwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ikiwa kuna jambo lolote ambalo linahitaji utatuzi wa haraka, ili Katibu Mkuu wa wizara hii niloitaja aweze kuchukua hatua stahiki, kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka ya kinidhamu kwa watumishi na mamlaka ya kiufundi katika masuala mazima ya uendeshaji huduma za afya katika hospitali hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia maudhui ya miongozo hii ni dhahiri kabisa uhusiano kati ya hospitali za rufaa za mikoa na ofisi ya Rais TAMISEMI unahitajika kuendelea ili kuwezesha usimamizi na utoaji wa huduma uwe endelevu kwa maslahi ya wananchi tunaowahudumia. Kwa hiyo kufuatia kwa yote haya, Mheshimiwa Waziri, sisi tumejipanga vyema na tunaanza, namshukuru DCS ametengeneza wimbo wake. Tunasema kwanza, tunawakumbusha kuwa kuridhika kwa wateja wetu ndio kusudi dhumuni letu la kwanza kabisa. Basi tuimbe wimbo huu kwa pamoja ambao unasema mteja kwanza. Tuimbe. Ila kwa bahati mbaya DCS hakuweka kibwagizo, tukasema mteja. Hasa mteja akiwa kwanza, manunguniko atatoka wapi? Kwa sababu kazi yetu, Mheshimiwa Waziri, ninachokijua ni ya wito, ni ya kumjali mteja. Mtu ana shida, ukifanya wema wote anakwambia Mungu akubariki. That's why we are here. Tunabarikiwa kwa sababu kwa siku naona watu 1000, kila mtu akisema Mungu akibariki tayari ni kinga tosha. Lakini tunapoaboaboa anaanza Mungu atakuona, kwani mimi niliomba huu ugonjwa, na ndio maana tumechanganyikiwa. Tuna laana za kila design. Hasa tukitoka hapa mteja kwanza, ili tuweze kupata hizi baraka na Mwenyezi Mungu atujalie afya njema, tuweze kutoa huduma stahiki kwa kila wakati. Lakini kila mmoja asimishwe hapa, tunamaanisha kwamba kwani bila wao sisi hatuwezi kuwepo. Ndio maana tunasimamishana kazi, tunafukuzana kazi, hatuna amani. Lakini pamoja na hilo, tuweke mazingira ya utoaji wa huduma kuwa mazuri ili wateja wasitukimbie. Mimi wanaenda na mifano. Juzi mkurugenzi MSD Ijumaa Alhamisi tulikuwa naye, akaniambia Dokta, mimi naenda Iringa. Ameniambia Dokta, pale Iringa wanakusanya milioni 30 kwa mwezi. Na sababu tu wagonjwa wote wanatukimbia, wanaenda hospitali za jirani za private. Hasa hapo tunajitathmini, huduma zetu bomu, maneno yetu mabaya, dawa hakuna au kitu gani. Ni lazima haya tuambizane. Lakini kuna hapa hospitali inakusanya milioni 600. Sasa huyu mwenye milioni 30 definitely hawezi kulipa extra duty wala hawezi kulipa on call. Lakini Dodoma anakusanya milioni 600. Mwananyamala anakusanya sijui milioni ngapi. Hapa tutaweka ranki ya kila mmoja kumwangalia anafanya nini. Uwezo wa kukusanya tunao. Kwa hiyo bima, tunapoelekea bima kwa wote, kila mmoja ana mchango wa kuhamasisha jamii kuingia kwenye bima ili watu wachangie. Lakini anapoingia mgonjwa wa bima, mtu anamwandikia vipimo 50,000 havina hata indication, kwa sababu tu ile bima tuna compromise mfuko. Lakini mtu mwenye keshe anamwandikia vipimo 2. Sasa hapa tujitathmini tunatokaje. Hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa motisha na stahiki za watoa huduma wenzetu zinafuatiliwa na kutolewa kwa wakati bila kusubiri maelezo na maagizo, kwa sababu miongozo ipo. Kila inapowezekana tuweke nguvu na akili zetu katika utoaji bora wa huduma muda wote.
Tukumbuke ya kuwa watumishi wa afya ndiyo mtaji namba 1 wa utoaji huduma bora. Hivyo Mheshimiwa Waziri, tuna kila sababu ya kuwalinda, kuwaheshimu, kuwatetea na kuwatimiza mahitaji yao. Lakini haya yanaanzia katika ngazi ya mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa, kwa mganga mkuu wa mkoa. Sisi tunakuja kuongezea nguvu tu pale ambapo tunapohitaji, na pesa hizi zipo kwa wote ambapo tukifanya kazi kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri, naomba tu niongezee ishu ya CHOP, ambao kama nilivyosema CHOP zetu hazikizi vigezo na tumesema tunazifuatilia. Tukikurudishia ujue kabisa unawalaki na tuna grade, lakini pia tuna mpango wa kufanya web based plan ili irahisishe. Tumeshaomba wenzetu wa TAMISEMI kupitia PS3 watuwezeshe, ili hata ukikaa kwenye dashboard unaona kabisa inavyofanana. Kwa umuhimu wake, Mheshimiwa Waziri, tutahakikisha kwamba tunarudi kwenye quality clinical services. Wagonjwa wanafariki kwa sababu hatuwaoni, hatupiti round, mtu anamwacha intern peke yake. Wakati tumenyanyukia tunasema doctor to see, nurse to look, wote mnaangalia. Kwa mna mtu ambaye atamponyesha mgonjwa, unamkuta mgonjwa ana bleed to death, wewe unafikiria na malaria, lakini kumbe ana ectopic, ana ruptured nini. Kwa hiyo tunataka kurudisha watu katika mstari, na uzuri wenyewe, nimekuwa daktari, nimehudumu, nimefanya kazi hii naifahamu. Kwa hiyo natamani kila mtu nitembee naye. Tumetoa miongozo mingi sana ya utoaji huduma kwa kila eneo la tiba, lakini haifuatwi. Tumeweka vizuri kwenye maktaba yetu. Kazi ni kuifuta vumbi, lakini kuonyesha tu ukiulizwa. Maana tunafanya supervision, una mkataba, una mwongozo, unasema ndio, lakini hujawahi kuonyesha. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nampongeza Dr. Felix Bundala. Kwanza alikuja na kitabu chake, akaniambia Dr. hichi kitabu nimeshakigawa, mna aliyokusoma, nimeona umekisaini mwenyewe. Nimemwambia ataleta kopi 100 hapa, kila mmoja atakinunua kwa 5,000. Na nawaandika hapa, maana najua kila mtu atachukua picha pale, na picha yangu na picha ya Mheshimiwa Waziri. Sasa nunueni picha ya kitabu, kila mtu akaangalie, na nitawaangalia. We all know, mimi ndio nimesema tunataka kutoa kopi nyingi, lakini tunataka kutengeneza shelf, tunataka kutengeneza library ya Wizara ya Afya. We all know 90% of the diagnosis from the history tunachukua investigations to confirm. Sasa tukirudi kwenye ABC za medicine, na hakika hamna ambaye atakufa. Lakini Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii pia kuwakumbusha, taarifa zenu zinachangia katika viashiria vya mikoa mliopo. Mlikuwa na teta na Mheshimiwa Waziri akasema, Dokta, au hii mambo ya bodi pia tuachie? Ambia tunataka sisi tusimame, lakini tumeweka mahusiano mazuri kati ya sisi na mkoa, na ndio maana tunawaita. Tunaomba muwe na ushirikiano na RMO, Regional Medical Officer, anadili na mkoa mzima. Sasa wewe ambao unataka ukimbie kwa KM afya, sisi macho yetu yataendelea kuwa ni waganga wakuu wa mikoa, na wao ndio watakaotupa assessment ya utendaji wako kazi. Bila team spirit hatutoki. Kwa hiyo ndio maana tumewaita, lakini tusinyanyasane. I used to say we are all graduate. Unapewa nafasi, sio kama una akili kuliko wenzako, no. Unapewa nafasi kufacilitate transaction. Ili tunalisahau, unakuta maremo wengine wababe, watu wakenda wananyanyasa wenzao, madmo wananyanyasika wenyewe wako tu. Hapa lazima turudi, ujue role yako na responsibility yako. Lakini medical officer in charge atakayeshindwa kuwasilisha taarifa zake kwa wakati, hatutomwacha. Kuna motivation nzuri tu, ili ubaki kwenye nafasi yako, deliver. Tunaandika 28 kwa majina na nini umefanya. Kama unaambiwa upeleke taarifa tarehe 10, basi wenzako wa chini watakuletea lini ili tarehe 10 tufikie. Bila ya hivyo unarudi kutibu, kwa sababu hamna ambaye amezaliwa na cheo, na utaratibu huu lazima ufuatwe. Vikao vya kujadili vifo na huduma zote za afya ndani ya mkoa ni lazima mshiriki, kwa sababu wananchi mnawatibu ni wa mikoa na nyinyi ndio technical backup. Naomba maremo, wakati wa vikao vya maternal death, jueni technical people expertise ziko katika hospitali za rufaa za mikoa. Kwa hiyo lazima tujenge mahusiano na ushirikiano, ili tu tuweze kulipeleka mbele gurudumu letu, na hasa kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kule ndiko kuna wananchi.
na tunatamani sekta ya afya iamke kidedea, iwe role model ambayo haina manunguniko, watu wasimame kutuombea, kuiombea nchi na kutuombea sisi wenyewe. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa kumalizia niseme tu, kufuatia mapungufu katika utoaji, tutahakikisha sasa tunaweka mifumo mizuri ambayo ndio hiyo Good Homes, ambayo itachukua kuanzia ngazi ya kijiji mpaka kwenye huku kwetu wizara kwa ajili ya maamuzi. Na nafurahi kwamba kukuambia timu iko Morogoro, imekaa almost mwezi. Nashukuru hapa, naomba nipongeze mratibu wangu Ilomo na Eric kutoka TAMISEMI na wadau wetu wengi tu wanaungana na sisi. Itatoka Good Homes ambayo ina kila kitu, lakini pia tutazindua tena wakati wa Ijumaa marasi wa kuwepo kitu kinachoitwa wadau poto. Wadau ni wengi, pesa ni nyingi, ziko misused, zinatupotezea muda. Sasa tunataka tuzion kama wadau, lakini pia taarifa za utekelezaji nitakuwa na kutumia za kila robo mwaka ili uweze kuona trendi ya mafanikio tangu tukue. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niseme tu wizara inashukuru sana hawa watu ambao wanafanya kazi kwa niaba yetu huku wizarani kwa ajili ya kuwatoa wananchi. Jukumu letu kama wizara ni kuhakikisha kwamba tunatoa miongozo ambao na kanuni ambazo zenye kukizi viwango baada ya kupokea maoni, ushauri kutoka kwao kama user department, na ili tuweze kutoa huduma zenye viwango. Niombe tu kabla hujaondoka, najua ulishatoka maelekezo kuhakikisha mwongozo unaotaka labda 20-25 ziende katika motisha watumishi. Nikiri tu hatujafikisha mwisho, CMO ataniambia wanatamani maagizo kuyatoa yafanyiwe kazi, lakini huwa tuna changamoto hiyo. Maagizo mpaka afanyiwe kazi mwaka mzima unapita. Hii nao sio sawa. Inaonyesha na mimi mtendaji wako bado siko smart. Kwa hiyo naomba tu wakurugenzi wamenisikia, mwenye kuhusiana na huo mwongozo, tarehe 1 mwezi wa 7 lazima tuanze mwongozo mpya. Ni jambo tu ambao ni overnight, kwa sababu pia tunawakwaza, wanashindwa kutumia, wanapata audit kweli kwa sababu haina kibali cha wizara. Kwa mara nyingine basi nimalizie kwa kusema tujitoe wote kutoa huduma kwa ajili ya uhitaji katika hospitali zetu, ili basi tuweze kumshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupa, lakini kikubwa tuweze kuenzi mchango wa Mheshimiwa Rais wetu ambaye anatamani kila mmoja aishi kwa amani. Mwisho basi nimalizie kwa kusema kauli mbiu Mheshimiwa Waziri ya kikao hiki ni tutembee pamoja katika kuimarisha utoaji wa huduma za afya kwenye hospitali zetu za rufaa za mikoa na nchi kwa ujumla. Hakuna kumwacha mtu nyuma. Manung'uniko, malalamiko hayajengi. Uimara wetu, mshikamano, ushirikiano, upendo katika kutoa huduma bora za afya ni mtaji tosha. Mimi yangu ni mafupi. Kwanza nitoe pongezi kwa Katibu Mkuu na timu yako nzima kwa kuja na huu utaratibu ambao unakutanisha waganga wakuu wote wa hospitali zetu za rufaa za mikoa pamoja na watendaji, ikiwa pamoja na waganga wakuu wa mikoa na pamoja na marasi ambao tutawalika. Ni jambo jema, linatusaidia kuweza kukutana kwa pamoja, lakini kuendelea kuwakaribisha katika familia ya Wizara ya Afya tangia Mheshimiwa Rais kutoa agizo la kuhakikisha kwamba hospitali zote za rufaa zinakuja ndani ya Wizara ya Afya. Mkutano huu ni muhimu kwa sababu unatufanya tujadiliane kwa pamoja, tupate uelewa pamoja, ikiwa maana kwamba hospitali za rufaa za mikoa ni kiungo muhimu sana kwa maana ya huduma za afya za msingi, lakini vile na huduma za kibingwa. Tunapoboresha hospitali za rufaa za mikoa inatusaidia kutengeneza ile balance na kuweka mtiririko mzuri wa utoaji wa huduma za afya. Ya kwangu yatakuwa ni machache. Tumekabidhiwa hospitali hizi mwaka 2017. Tunaendelea kupiga hatua. Na lazima vile vile tujipange vizuri, tuwe na mambo ambayo tunaweza kuyasemea. Tuwe na malengo ya muda mfupi, tuwe na malengo ya muda kati, na tuwe na malengo ya muda mrefu.
na kwa kipindi hichi cha miaka miwili ambayo tumeshakabidhiwa hospitali hizi, ni vyema basi tukajipanga vizuri, na mimi ya kwangu ni machache katika maeneo hili. La kwanza nimeshagusiwa hapa, ningependa kuona katika vigezo na indicators ambazo nataka kuja kuangalia ni mkusanyaji wa mapato. Tuzishindanishe hospitali zetu katika ukusanyaji wa mapato, na hili liendane sambamba na kuhakikisha kwamba tunafunga mifumo ambayo itatusaidia kuboresha mapato katika hospitali zetu za rufaa za mikoa, lakini vile vile kuhakikisha kwamba nako tunataka kuondokana na utumiaji wa makaratasi, kuwa na paperless systems. Naamini kuna kazi inafanyika, katibu mkuu na timu yake anaifanya, lakini ningependa kuona tangia tumekabidhiwa hospitali za rufaa za mikoa, baada ya miaka miwili, hali ya ukusanyaji wa mapato ikoje. La pili, tuendelee kuboresha ubora wa huduma za afya. Tuna utaratibu wetu wa star rating, lakini vile vile kuna swala la hili 5S Kaizen. Tumeiweka mifumo, tuweke utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunasimamia ubora wa huduma za afya tunazozitoa huko tulipo. Sambamba na hilo ni maboresho katika huduma za vifaa, na naamini tutakuwa na presentation hapa, na kwa utaratibu ambao tumeanza kuutumia ndani ya wizara, naamini tunaweza tukafanya maboresho makubwa sana katika hali ya upatikanaji wa vifaa, na tumeanza vizuri. Mpango wa Taifa Damu Salama na baadhi ya hospitali ambazo tumekwenda kwa utaratibu wa medical equipment placement, naamini hili litatusaidia sana. Badala ya kufanya capital investment ya kununua vifaa kwa wakati mmoja, tunaweza kwenda kwa utaratibu wa equipment placement na tukahakikisha kwamba tuna standardize katika hospitali zetu za rufaa za mikoa. Jingine ni ubunifu. Tumeliongelea hili. Tunajua tuna changamoto ya rasilimali watu, lakini huduma za rufaa za kibingwa ni lazima ziendelee kutolewa. Na hapo ndio tunapoongelea kwamba tutatumia mode ya south to south collaboration, lakini ikiwa na maana kwamba tuna hospitali za kibingwa ambazo zinatoa huduma za kibingwa, na kwa kiasi kikubwa sana tumepunguza rufaa kwenda nje ya nchi. Kwa nini tupeleke watu kwenda sehemu nyingine nje ya nchi wakati tunaweza tukapata mafunzo na tukaweka utaratibu katika hospitali zetu za rufaa za mikoa? Hata kama hatuna madaktari bingwa wale, basi wale madaktari na wale wataalamu wengine wakapata utaalamu katika hospitali zetu za rufaa za mikoa, Benjamin Mkapa, Bugando, KSMC, Muhimbili, JKCI. Kwa hiyo hili nalo twende na ubunifu huo, ili zile huduma za msingi tusiseme tu hatuna pediatrician, hatuna OT surgeon, hatuna gynecologist ama tuna daktari mmoja. Basi tuwajengee uwezo wale wataalamu wetu wa pale ndani katika ngazi zao, basi waweze kupata uzoefu na wale wananchi waweze kupata huduma. Lakini jingine ambalo nilikuwa nataka niligusie ni masuala ya maboresho. Tumekuwa tunaendesha hospitali zetu, tumekuwa na mifumo yetu, hii mifumo ya RHMTs na hospital management committees. Hii ni fursa nzuri ya kufanya tafakari. Je, miundo hii tunayoitumia ndio miundo sahihi? Wapi tuboreshe? Nani mwingine tumuongeze? Sijui umenipata vizuri, kwa sababu pattern ya magonjwa inabadilika, teknolojia imekuwa. Je, hizi CHMTs, RHMTs na hospital management committees, je, ni muundo sahihi? Kitu gani tuboreshe ili tuweze kwenda vizuri wakati tunaendelea kufanya maboresho na kuziboresha hospitali zetu za mikoa. Jingine ambalo ningeomba nisisitize ni masuala jinsi gani ya kusimamia ubora wa huduma, na katibu mkuu ameligusia. Bado tunapata malalamiko baadhi ya hospitali, na wengine hapa waganga wafawidhi, mnajua mpaka jana nilikuwa nawasiliana na baadhi yenu wengine, kuna malalamiko mengi katika hospitali zenu. Mimi niwaombe sana waganga wafawidhi, majukumu yenu sio kukaa ofisini. Makatibu wa afya, mapatron na matron, kazi zenu ni kuzunguka kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma. Malalamiko ni mengi sana. Ningeweza nikazitaja baadhi ya hospitali, lakini leo nitawasamehe. Lakini naamini baada ya mkutano huu tutaenda kuweka mfumo mzuri wa kushughulikia malalamiko ya wananchi, lakini malalamiko ndani ya taasisi nayo ni mengi vile vile. Waganga wafawidhi, angalieni watumishi wenu wanalalamika. Kuna unyanyasaji mkubwa sana ndani ya hospitali zenu wengine. Kwa hiyo nende mkajipange vizuri kuhakikisha kwamba tunasimamia vizuri hospitali zetu, malalamiko yanashughulikia. Lakini la mwisho, kuhakikisha kwamba tunakuwa na umoja, upendo na mshikamano ndani ya hospitali zetu. Sisi wote ni familia moja, tukajipange vizuri kuhakikisha kwamba hii sekta ya afya inasonga, na tumepata mafanikio makubwa, lakini tunataka sasa tuone kwamba tunafika mbali zaidi.
lakini awali ya yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha tunakutana mahala hapa siku ya leo kwa ajili ya kikao hiki muhimu chenye lengo la kujadili mwelekeo wa utoaji wa huduma za afya katika hospitali za rufaa za mikoa hapa nchini. Na kipekee nimpongeze sana Katibu Mkuu Dr. Chaula na timu yake kwa kuandaa kikao hiki muhimu, ambapo wamekuja na kauli mbiu inayosema tutembee pamoja katika kuimarisha utoaji wa huduma za afya kwenye hospitali za rufaa za mikoa na nchi nzima. Lakini Dr. Chaula kuna maneno tena akachomekea. Kwa kweli Katibu Mkuu, nakupongeza sana, na mimi nasimama mbele yenu kusema ndiyo uzuri wa Dr. Chaula, ukimwelekeza jambo analitekeleza, lakini anajiongeza na kulitekeleza vizuri zaidi. Nataka kukiri maisha yangu wizarani yamekuwa yana nafuu kwa sababu ninaye mtendaji ambaye ni mpambanaji. Maana mimi nisidanganye, wanaweza wakachukia, mimi kwa kweli nasukuma, I read everything, na mimi niko very fast. Kwa hiyo kama ni kidogo legelege tunaweza tusiende kwa kweli, lakini nafurahi sana kwa kweli. Mbele yenu nataka kusema wizara imepata mtendaji wa kusukuma mbele ajenda za kuipeleka sekta ya afya Tanzania mbele zaidi. Amesema naibu waziri, tumefanya vizuri kama sekta ya afya katika miaka mitatu iliyopita, lakini ndugu zangu, nataka kuwaambia tutafanya vizuri zaidi, kwa sababu wote, na hasa kwa kikao hiki, maana ndio tunatembea pamoja. Mimi naweza nikawa nagombana na Dr. Chaula na CMO, lakini wao kumbe inabidi mwenyewe anasema lazima naye awatie uchungu, muone uchungu ambao anaupata. Kwa hiyo Dokta, natambua kwamba hata Dr. Grace Magembe ametumia muda mrefu katika kuandaa kikao hiki. Hongereni sana. Na ndugu zangu, nataka kusema kweli tutatembea pamoja katika kuimarisha utoaji wa huduma za afya kwenye hospitali za rufaa za mikoa. Na kubwa, sina haja ya kurudia, limesemwa hapa. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli Novemba 2017 alielekeza kwamba tuchukue hizi hospitali za rufaa za mikoa, na baada ya maelekezo yake tulifanya kitu kinaitwa kama tathmini, external hospital performance assessment, na Dr. Gwajima ndiye alikuwa mkurugenzi wa huduma za tiba. Na baada ya kufanya tathmini tarehe 1 Julai 2018 ndiyo tulianza rasmi kusimamia uendeshaji wa moja kwa moja wa hospitali za rufaa za mikoa. Kwa hiyo kwa nini Mheshimiwa Rais, ndugu zangu, alifanya maamuzi haya? Ananiambia, mimi najua wewe ndio una wataalam, TAMISEMI hana wataalam, lakini wewe unaweza ukamchukua mtu Muhimbili, ukamchukua Moi, ukamchukua JKCI. Hizi mmeziita ni hospitali za rufaa za mikoa, lakini hatuzioni zikifanya kazi ya hospitali ya rufaa ya mikoa. Kwa akasema ni rahisi, tena alitaka kwenda mbali, akawa anasema madaktari wote nataka wawe chini yako. Lakini nikamwambia mkuu, ngoja tuende hatua kwa hatua. Kwa Katibu Mkuu, nimefurahi pia, nimeona kwamba katika assessment sasa, na mimi nataka niwaambie madaktari, tukikwambia utaenda Katavi usiseme hapana, kwa sababu tunachotaka ni proper allocation, fair allocation of human resource. Kwa sababu kwa nini wengine wana wengi, wengine hawana kabisa? Hata wananchi wa Kigoma, wananchi wa Katavi, wananchi wa Rukwa wana haki ya kupata huduma bora za madaktari bingwa. Kwa hiyo hili ndio lengo kubwa, kwamba tuwe na usawa katika upatikanaji wa huduma za rufaa katika mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo kwa kweli mimi nataka ndugu zangu niwaombe, sisemi kwamba tutawahamisha, lakini kubwa ambalo tunatakiwa kumtendea haki Mheshimiwa Rais ni kuboresha utendaji wetu na kweli kuonyesha uamuzi wa Mheshimiwa Rais wa kuziweka hospitali za rufaa za mikoa chini ya usimamizi wa Wizara ya Afya, ambayo ndiyo mwenye technical, how do I put it,
is it professional mandate or whatever, kwamba ni uamuzi sahihi. Kwa hiyo hili jambo ndugu zangu, tunategemea kwamba tutaanza kuona tofauti ya hospitali ya wilaya, tofauti ya kituo cha afya na hospitali ya rufaa ya mkoa. Kwa hiyo niseme ile tathmini Dr. Grace atatupa, nimeomba katibu mkuu afanye hiyo presentation baada yangu. Je, tuone hali halisi ya hospitali za rufaa za mikoa zikoje. Lakini kubwa ambalo lilibainika ni upungufu mkubwa wa madaktari bingwa, nadhani takriban zaidi ya 60%, na kuna masuala ya miundombinu na ukosefu wa vifaa na vifaa tiba, pamoja hata na mifumo ya uendeshaji wa huduma na utoaji wa taarifa hauendani na mabadiliko ya teknolojia, lakini pia kuna suala la budget. Kwa hiyo by that time tukakaa na aliyekuwa katibu mkuu na Dr. Gwajima, nikawaambia lazima tutafute pa kuanzia. Hatuwezi tu tukasema tunaboresha hospitali za rufaa za mikoa zote. Kwa hiyo tukabainisha maeneo makubwa matatu: suala la madaktari bingwa, ambapo tuliona kwamba ni muhimu kuhakikisha kila hospitali ya rufaa ya mkoa ina huduma za kibingwa angalau 13, kwamba zitapatikana katika kila mkoa, ukiwa uko Dar es Salaam, ukiwa uko Mwanza, ukiwa Arusha, ukiwa kwetu Tanga, aliyekuwa Katavi, aliyekuwa Rukwa. Tunachotaka huduma hizi zinazopatikana kwenye hospitali moja, basi ni lazima zipatikane katika hospitali nyingine. Ndio tukasema upasuaji wa mifupa na magonjwa ya ajali, magonjwa ya wanawake na uzazi, magonjwa ya watoto, magonjwa ya ndani, magonjwa ya kinywa na meno, radiolojia, huduma za dharura, utoaji wa dawa za usingizi, masikio, pua na koo, macho, magonjwa ya uzee na magonjwa ya moyo. Lakini pia nakumbuka nadhani hizi ndio kubwa tulikubaliana. Lakini eneo la pili tukasema miundombinu. Hatuwezi tukasema tutaboresha miundombinu yote. Tukabainisha angalau maeneo makubwa mawili ili kutofautisha hospitali ya rufaa ya mkoa na kituo cha afya au hospitali ya wilaya. Tukasema hivi, chukulia mkoa ambao watu wa Katavi, kwa sababu sasa Katavi mtu amepata dharura, huduma za ICU zipo? Hakuna. Kwa hiyo na maana wananchi wafe tu kwa sababu wako Katavi? It's not fair. Tukasema EMD, huduma za dharura na magonjwa ya ajali. Je, tunao wataalamu? Je, kwanza tunayo miundombinu, vifaa na utaalamu? Na eneo la tatu, kwa sababu ndio eneo langu ambalo nimekuwa nikilifanyia kazi, nikachomeka huduma za mama na mtoto. Mpango mkakati wa muda mfupi na muda mrefu ili kuhakikisha kwamba huduma za kibingwa katika hospitali za rufaa za mikoa zinapatikana, na lengo kama nilivyosema ni kuimarisha hospitali za rufaa za mikoa ili ziwe mfano wa vituo vya kutolea huduma za afya katika mikoa. Na bahati nzuri, wale ambao nilikuwa napita katika baadhi ya mikoa, kwenye hali halisi, matarajio yangu mimi kama waziri wa afya, matarajio ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ni kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa inatakiwa kuwa ndiyo kituo cha mfano katika utoaji wa huduma za afya katika mkoa husika. Hatutegemei, na sijui na mimi nitaje, lakini kuna mikoa na wabunge, Mheshimiwa Naibu Waziri anajua, wanasema yani mtu anaamua kwenda kwenye zahanati badala ya kwenda kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa. It's not fair. Tujitathmini kama medical officer in charge, kama katibu wa hospitali, kama mkuu wa idara na kitengo cha hospitali, kama mwananchi, kama mtumishi mwingine. Hivi unajisikia kweli amani katika moyo wako na furaha? Mtu anasimama anasema, waziri, kwa nini zahanati hii isipewe level hadhi ya hospitali, kwa sababu mimi nataka kwenda kwenye zahanati badala ya kwenda kwenye hospitali yako ya rufaa ya mikoa.
Ndugu zangu, hatupo vizuri, lazima tujitathmini na tuende mbele. Hivi kweli mtu mpaka maana zahanati pale, nimeshindwa kuuliza naibu waziri, kuna daktari pale au ni just a clinical assistant? Sitaki kutaja huo mkoa. Kwa hiyo mimi nataka niwaonyeshe ndio mifano kwamba mtu anaona bora aende kwenye zahanati kuliko kwenda kwenye hospitali za rufaa za mikoa. Lakini nataka kukiri kwa kweli wengi wameboresha na wamefanya mapinduzi makubwa. Na ukipita katika mikoa unaweza ukaona kuna mambo makubwa mawili madogo madogo yamerekebishika. Kwa hiyo mimi sitaki kuwakatisha moyo, lakini nataka mkutano huu wa siku 5 ambazo tunazokaa hapa Dodoma ndiyo ikawe chachu ya kutufanya tukaboreshe zaidi utoaji wa huduma za afya katika hospitali za rufaa za mikoa. Kwa hiyo hata mganga mkuu wa wilaya au medical officer in charge wa hospitali ya halmashauri anaporifaa wagonjwa kwenye RRH, basi aamini katika akili yake na moyo wake kwamba kweli huyu mtu ninayempeleka kule anaenda kupata huduma za rufaa katika hospitali. Kazi hii sio ya kwangu au mganga mkuu wa serikali au naibu waziri au katibu mkuu au wakurugenzi, ni kazi yetu sote. Wakati umefika wa kuonyesha kweli hii ni hospitali ya rufaa ya mkoa. Na katibu mkuu, mimi kuna kipindi nilielekeza hata masuala, sijui mtu anaenda kufunga kidonda anaenda kwenye RRH. Sasa zahanati na vituo vya afya vifanye kazi gani kama RRH tu mnampokea mgonjwa wa kufunga kidonda? Mimi nadhani tuangalie mganga mkuu pia utusaidie. I know saa nyingine sasa uweze kumrudisha mtu, najua watajitetea kwamba kwa sababu hakuna hospitali, lakini hapana, kuna mambo tunatakiwa tuyakatae. Tuseme hii sio saizi ya RRH. Kwa hiyo nimeelezwa kwamba tayari kumeandaliwa mwongozo wa uendeshaji wa hospitali za rufaa za mikoa kwa lengo la kuweka utaratibu unaofaa wa uendeshaji wa hospitali hizo ili kuboresha utoaji wa huduma, na kwamba timu za uendeshaji za hospitali za rufaa za mikoa yote 28 pamoja na viongozi 84 wamepata mafunzo ya msingi ya namna ya uendeshaji wa hospitali za rufaa za mikoa, akiwemo nimeelezwa kwamba mganga mfawidhi, muuguzi mfawidhi, katibu wa hospitali pamoja na wakuu wa idara za hospitali wamepata mafunzo. Sambamba na kufundishwa, nimeambiwa kuwa kuna miongozo mbalimbali imeandaliwa, ikiwa ni pamoja na mwongozo wa ufuatiliaji na tathmini ya utendaji wa hospitali za rufaa za mikoa. Hivi huyu mtu anayedili yuko chini yangu, mimi hata sijawahi kumuona mwaka wa 3.5 pale wizarani. Sijui mfumo huu kama unafanya kazi, basi angalau tupate feedback kama unafanya kazi. Kwa hiyo ninaelekeza viongozi hawa wa hospitali za rufaa za mikoa kutumia elimu walioipata kwenye mafunzo katika kuimarisha usimamizi wa hospitali zao. Na kutokana na mabadiliko ya uendeshaji wa hospitali za rufaa za mikoa, uwepo wa RHMT inayotimiza majukumu yake ni muhimu katika kuleta mabadiliko ambayo tunayakusudia. Kwa hiyo nafurahi pia kuona kwamba kuna RMOs wako hapa. Tumeita tu RMOs tukuja na muuguzi ile itakuwa baadaye. Kwa hiyo angalau maana nyie ndio jicho letu. Na mimi nimekuwa nikisema kwa ile mikoa ambayo nimepita, na naibu katibu mkuu umelisema pia, huwezi kusema sasa hivi medical officer in charge unamwambia RMO sikutambui, mimi na ripoti Wizara ya Afya. RMO, wewe ndiye jicho letu, unayo haki ya kuingia kwenye RRH muda wote, ila kama alivyosema katibu mkuu, ni suala la kuheshimiana na kushirikishana na kuelekezana. Kwa hiyo huwezi kusema mimi namjua katibu mkuu afya, wewe rasi ambaye msaidizi wake ni RMO sikujui. Hapana, serikali ni moja. Na ndio maana kwenye mwongozo nadhani tutafanya presentation, tumeonyesha medical officer in charge unawajibika kutoa taarifa kwa rasi. Unapoleta taarifa kwa katibu mkuu afya, utapeleka taarifa kwa rasi, kwa sababu yeye ndio mtendaji mkuu wa serikali katika mkoa, ili sasa aweze kuhakikisha anapotoa taarifa za hali ya afya ya mkoa anaingiza na taarifa zako.
na mimi naamini kwa mahusiano haya mazuri ambayo tumekuwa tukienda nayo kati yetu, basi suala hili halitaweza kuleta mkanganyiko wowote. Na kubwa kama nilivyosema ni kushirikishana, kuelimishana na kuambizana. Na kama medical officer in charge una tatizo na RMO unadhani kidogo analeta kaubabe fulani, usiogope kwenda moja kwa moja kwa rasi, kwa sababu rasi yeye pia ndiye mtendaji mkuu wa serikali kama nilivyosema, lakini rasi, katibu mkuu atampigia kwanza rasi, najua mwisho wa siku ni RMO, rasi atarudi kwa RMO, lakini pia muwe free kuhakikisha kwamba mnafanya kazi kwa karibu zaidi na makatibu tawala wa mkoa. Kwa hiyo katika mwelekeo huu wa kuimarisha huduma za afya katika hospitali za rufaa za mikoa, natambua mna changamoto ya ufinyu wa budget, na kubwa kwamba mnaelemewa na mzigo wa wagonjwa wa misamaha. Najua hili ni changamoto, na katibu mkuu wangu mara nyingi ananiambia, waziri, nyewe wanasiasa, hii bure yenu haitatutoa. Alikuwa ananipa mfano wa Dodoma RRH. Kabla hatujafungua ile maternity block, watu wengi walikuwa wanaenda private, lakini kwa sababu jengo zuri na kwa sababu ni bure, sasa hivi kumejaa, halitoshi. Kwa hiyo sasa maybe mtatoa pia ushauri wenu kama medical officer in charge, especially katika muktadha huu ambao tunakamilisha mchakato wa kutengeneza sheria moja ya bima ya afya, ambapo katibu mkuu alienda kwenye MTC last week, lakini tutarudi tena. Kwa mnaweza pia mkatupa sasa, maybe hii ndio sababu nyingine ya kuconvince makatibu wako wenzako na mimi nikienda kwenye baraza. Muandike, mnapoandika taarifa zenu msiache kuandika kuonyesha wagonjwa wa msamaha na gharama na thamani yake kwa kila kota, kwamba katika kipindi cha Januari Machi tumehudumia wagonjwa wa msamaha hawa, thamani yake ni hii. Kwa hiyo hata tunapoenda kwenye vikao vya maamuzi inakuwa ni rahisi kuona ni jinsi gani tutaweza kuwapunguzia huu mzigo mkubwa wa wagonjwa wa msamaha. Kwa hiyo kubwa ambalo ninataka kulisema ni kuhakikisha kwamba mnasimamia ukusanyaji wa mapato ya hospitali na kuhakikisha lengo lililowekwa linatimia. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa. Huwezi kuleta maboresho wala mabadiliko bila rasilimali fedha. Kwa hiyo cha kwanza, medical officer in charge na timu yako, mapato. Lazima tusimamie mapato na kwa kutumia mifumo ya kielektroniki. Tumeona kwenye hospitali nyingi walikuwa wanakusanya hela ndogo, lakini wameweza kuongeza mapato. Lakini la pili ni lazima tuhakikishe kwamba kuna dawa, vifaa na vifaa tiba. Wengi wanakosa mapato. Hospitali ya rufaa ya mkoa haina x-ray machine, haina ultrasound. Mwingine anaenda mbali, Regional Referral Hospital, hana hata BP machine. Sasa unasema hii ni hospitali ya rufaa ya mkoa au ni zahanati? Kwa hiyo ni lazima tujiongeze. Sisi kama wizara tutajitahidi kununua vifaa tiba. Tumeagiza nadhani x-ray zaidi ya 70, ni 70 nadhani au 30. Tuna x-ray ngapi? Zinafika 70. Kuna x-ray kama 70 tutazifunga katika hospitali za rufaa za mikoa. Tumeanza na 10, lakini pia tutapeleka kwenye hospitali za halmashauri. Jingine ambalo tumeanza nalo ni huduma za meno. Hospitali ya rufaa ya mkoa niliatendi mkutano wa chama cha madaktari wa meno. RRH haina hata, inaitwa ile x-ray ya meno. Yes, hakuna. Ambayo inauzwa shilingi ngapi? Milioni 70, si ndio CP? Sasa nikasema hii RRH, mtu anataka tu huduma za meno, hakuna. Anaenda hospitali ya rufaa ya Kaya. Nasema we are not serious. Kwa hiyo tumeanza kuagiza CP 30. Kwa hiyo tumenunua x-ray za meno. Tunaita ni x-ray za meno. Na dental chair tumenunua 20. Tutazifunga kwenye RRH. Haya ndio maboresho ambayo nataka kuyaona. Kwa hiyo ni vizuri na nyie, hata juzi wakati tunaongea kwenye budget nikasema hebu kila mtu aonyeshe mahitaji au changamoto zake kubwa 3. Kuna wengine walikuwa very specific, wakasema vifaa tiba akataja, lakini mwingine anasema tu
upungufu wa vifaa tiba. So what is this? Taja kifaa tiba kipi ambacho huna. Sisi tunapofanya maamuzi wizarani, kama tunaamua kuzipiga hospitali za rufaa za mikoa zote na kifaa tiba, kama tulivyosema, tumeanza x-ray, tunakuja na dental chair pamoja na x-ray, lakini hebu semeni, hata saundi naamini wengi mnazo. Naamini wengi zipo. Kama kuna hospitali ya rufaa ya mkoa haina hata sound machine, nitawashangaa sana. Lakini kuna masuala ya vifaa vya maabara. Hospitali ya rufaa ya mkoa haiwezi kufanya haina hata chemistry analyzer, hematology, hakuna. Mtu anaambiwa aende, yani sasa mimi naangalia Katavi. Atoke Katavi aende mpaka Mbeya RRH. Hivi tunashindwa kweli? Kwa mimi nadhani kikao hiki pia, na msiniandikie, mimi juzi nilisoma ile report, I was really disappointed. Mtu anaandika tu ukosefu wa vifaa. Sema, be specific. Kifaa gani ambacho ukikipata utaboresha huduma na watu hawataenda private? Kwa hiyo la pili ambalo nataka kuelekeza ni lazima tuhakikishe kuwa wagonjwa wanaokuja kupata huduma kwenye hospitali zetu hawakosi dawa, lakini pia kunakuwa na vifaa tiba katika ngazi yako ya RRH. Usianze kukimbilia kwamba unahitaji CT scan. Kabla hujataka CT scan, je, vifaa vile ambavyo ni basic kama RRH unavyo? Hatuna. Maana sasa hivi fashion imekuwa nataka CT scan. Boresha kwanza kabla hujapata CT scan. La 4, ni lazima tuhakikishe matumizi ya fedha yanapelekwa kwenye afua ambazo zitaleta tija, value for money. Na hili kwa sisi wanasiasa, mimi na naibu waziri, unaweza ukapata hela ukafanya mambo, lakini yanatija, yanaboresha utoaji wa huduma. Mwananchi wa kawaida akisema nikienda pale Amana RRH kweli kumebadilika, nikienda Temeke kweli kumebadilika, nikienda Bombo kweli kumebadilika. Kwa hiyo lazima fedha zote zielekezwe kwenye afua ambazo zitaleta tija, lakini na matokeo ya haraka kwa wananchi au kwa wateja wetu. Mimi nimefurahi juzi, nadhani nilikuwa Amana pale palikuwa ni seriously, I was happy. Yani kuna vitu vidogo tu, daktari, si ndio? Yuko wapi Dr. Shimwela? Yes, lakini angalau ukipita unaona ametengeneza pale yani kwanza ile, jamani, asikudanganye mtu, ile just face ya hospitali yako matters a lot. Yani hata ukienda Amana unaona kuna mabadiliko madogo, barabara zimetengenezwa vizuri, lakini ametengeneza na banda lile la wagonjwa, sijajua huduma mbali zaidi, lakini angalau nilimsifu daktari na kumpongeza, mambo mazuri. Sasa unaenda kwenye RRH hutofautishi na zahanati. Ndugu zangu, fedha hazitatosha. Hizo kidogo tulizo nazo, maboresho mengine, Ocean Road hawako hapa, na nafurahi katibu mkuu amesema mkajifunze kwenye hospitali na Muhimbili. Ocean Road hajafanya maboresho kwa fedha za Wizara ya Afya. Tumeenda pale, wagonjwa wa saratani walikuwa wanalala hawatoshi, vitanda tumekuta 40, mapato yao ya ndani. Lakini katibu mkuu, nataka kubaliana na uamuzi ambao tuliuchukua wakati tunaingia pale Ocean Road. Wagonjwa wa saratani ilikuwa ni kwamba ni bure, hawachajiwi. Mgonjwa anaenda kulazwa Aga Khan Regency, asubuhi anatoka pale anapelekwa Ocean Road kwa ajili ya kupata mionzi. Si ni bure? Ni bure, hela inaingia private. Bodi ikakaa ikanishauri, waziri, turuhusu angalau mtu mwenye bima tumuhudumie. Basi mapato yametoka milioni 60 mpaka sasa hivi wanapata, yuko wapi Mwaisalage? I think they get, wanapata 2 billion, milioni 800. Milioni 800. Lakini walikuwa wanapata milioni 80 tu mpaka milioni 800. Nimalize kwa kuwashukuru wote, katibu mkuu, kwa kuandaa kikao hiki, wewe na timu yako pamoja na mkurugenzi wa tiba. Muwe huru kutoa maoni na ushauri, lakini mwisho wa siku tunataka kutoka na kauli moja. Tunaenda kuboresha huduma katika hospitali za rufaa za mikoa. Lazima ziwe tofauti. Narudia tena, ujiwajibikaji, kujiongeza. Hapa Dr. Janabi hayupo, lakini mambo mengi anayafanya kwa jitihada zake mwenyewe pia. Na kubwa, mapato ndiyo yatakusaidia kuboresha huduma. Na hivi vitu vinategemeana. Ukiboresha huduma, mapato yataongezeka na mtapata incentive.
Mtazamaji wa TBC1, na kushukuru kwa kufuatia kipindi hiki, lakini kubwa zaidi umeweza kumsikia Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya afya Ummy Mwalimu akikueleza kabisa kwamba Wizara ya Afya na yeye kama waziri hatotoa msamaha wa aina yoyote kwa mganga mkuu wa mkoa, kwa mganga mkuu wa wilaya, lakini vile vile viongozi kadha wa kadha, watendaji katika wizara yake ambao hawatatekeleza kwa kadri ya maelekezo anayoyatoa yeye, na ambapo na yeye pia amepewa maelekezo na mzalendo nambari 1 Rais John Pombe Magufuli. Lakini kubwa zaidi utathibitisha moja ya mawaziri wachache kabisa ambao toka serikali ya awamu ya 5 imeingia madarakani hajabadilishwa wizara ni Ummy Mwalimu, na hakuna sababu nyingine, ni uchapakazi wake. Basi kuna jambo la kujifunza hapo. Kama wewe ni mzalendo, la kwanza mpigie makofi, lakini la pili angalia anatembea katika hatua zipi ili na wewe uweze kukanyaga katika hatua hizo. Mtangazaji wako Lugenzi Kabale, kwa sasa nasema kwaheri.